Katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna kesi kubwa 5 zinazohusika na mashtaka ya uhaini zilizowahi kufikishwa na kusikilizwa katika mahakama za Tanzania. Nitawapitisha katika kesi moja moja. Kesi ya kwanza ni kesi ya uhaini 1970 Tanganyika. Walioshtakiwa walituhumiwa kupanga njama za kuipindua serikali ya awamu ya kwanza iliyokuwa inaongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kumrejesha madarakani Oscar Kambona. Katika kesi ya uhaini ya mwaka 1970 Republic vs Grey Kungu Mataka na watu 6 wengine, jumla ya watu 7 walifikishwa mahakamani, walikabiliwa na mashtaka ya kupanga njama za kuipindua serikali. Lakini upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 22 na vielelezo 118, barua, kanda za sauti yani tape recordings, nyaraka za kibenki zikionyesha miamala ya kifedha iliyodaiwa kutoka kwa Oscar Kambona. Kesi ya pili ni kesi ya uhaini ya mwaka 1973 mwaka 1974 Zanzibar. Kufuatia mauaji ya rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume tarehe 7 Aprili mwaka 1972, Abdulrahman Mohamed Babu na wenzake 80 walishtakiwa. Kesi hii ya uhaini ilikuwa na mashahidi zaidi ya 50. Mashahidi waliojiwa mbele ya mahakama maalum ya Zanzibar. Mahakama ilitoa hukumu ya kifo kwa washtakiwa 34, baadhi wakiwa mahakamani na wengine ni absentia, akiwemo Babu. Nyerere alikataa kuwarejesha Zanzibar akihofia wangenyongwa bila kupata haki ya kusikilizwa. Ushahidi mkubwa ulitegemea maelezo na nyaraka za kiusalama zilizokamatwa wakati wa msako. Kesi ya tatu ni kesi ya uhaini ya mwaka 1983 mpaka mwaka 1985 Tanganyika. Kesi hii ni kufuatia jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililoshindikana Januari mwaka 1983 dhidi ya iliyokuwa serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kesi iliendelea mbele ya Jaji Nasoro Mzavazi. Washtakiwa walikuwa ni Kapteni Hati Mage, Kapteni Christopher Kadego, Kapteni Vitalis Mapunda, Zakaria Hans Pop, Pius Lungangira, Uncle Tom na raia kama Christopher Ngaiza. Kesi hii iliweka rekodi kwa kusikiliza mashahidi 133 na kuwasilisha vielelezo 225 ikijumuisha silaha, ramani za kijeshi kama vile Ikulu na uwanja wa ndege na zana za mawasiliano, redio za upepo au nyaraka za siri. Kesi ya 4 ni kesi ya uhaini ya mwaka 1997 hadi mwaka 2000. Ilikuwa Zanzibar pia. Viongozi na wanachama 18 wa kafu walikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Walituhumiwa kupanga njama za kuipindua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya Rais Salmin Amur. Kesi hii haikufikia hatua ya kusikiliza mashahidi au kuwasilisha vielelezo mahakamani. Mchakato uliahirishwa mara nyingi miaka mitatu kuanzia mwaka 1997 mpaka mwaka 2000 kupisha upelelezi na mabishano ya kisheria. Novemba mwaka 2000, kabla ya mashahidi wa jamhuri kuanza kutoa ushahidi, mkurugenzi wa mashtaka DPP wa Zanzibar alitumia mamlaka yake kisheria kufuta mashtaka yote, yani null prosequi. Na kesi ya 5 ni kesi ya uhaini ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 Tanganyika, ambayo ni kesi ya Tundu Lissu. Upande wa jamhuri unadai kauli alizotoa kuhusu kuzuia uchaguzi zililenga kuvuruga uendeshaji wa uchaguzi na kupindua au kuzuia mamlaka ya serikali. Kesi hii inasikilizwa Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dustan Nduguru, Jaji James Karaemaya na Jaji Ferdinand Kiwonde. Upande wa jamhuri ulipanga kuleta mashahidi 30 na vielelezo 11 na hadi wanafunga ushahidi wao jamhuri hawajaleta kielelezo chochote katika kutetea ushahidi wa mashahidi wao hao 17. Kielelezo cha upande wa jamhuri kilikuwa ni video kutoka Jambo TV na Tundu Lissu akizungumza hadharani na watiania wa Chadema. Kielelezo hicho kilikataliwa na Mahakama Kuu ya Tanzania. Maajabu katika kesi hii ya uhaini. Tundu Lissu anashtakiwa peke yake katika uhaini. Tundu Lissu anashtakiwa kwa kusema maneno bila kula njama na vitendo. Hii ni mara ya kwanza kwa kesi ya uhaini kuwa na mshtakiwa mmoja. Ili mahakama iseme kuna kesi ya kujibu, sheria inataka upande wa mashtaka uwe umeweka msingi thabiti unaoonyesha vipengele vyote vya kosa, yani ingredients of the offense, vikiwa vimetimizwa. Tunasubiri hiyo Agosti 21
mwaka 2026 jopo la majaji litaamua nini kama kutakuwepo na kesi ya kujibu, yani prima facie kesi. Tutashangaa sana. Tutasubiri kusikia wametumia misingi gani ya kisheria. Historia hii inaonyesha mwelekeo wa kesi za uhaini nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 50. Ukilinganisha kwa kesi za awali kuanzia mwaka 1970 mpaka mwaka 1985 zilikuwa na washtakiwa wengi, mashahidi wengi kuanzia 22 hadi 133 na vielelezo vya kimwili kama vile barua, kanda, silaha, ramani na nyaraka za benki. Na kesi ya CUF ya mwaka 1997 mpaka mwaka 2000 haikufikia ushahidi na ilifutwa kwa no prosequi. Kesi ya Lissu ni ya kipekee. Mshtakiwa ni mmoja, inategemea maneno, vielelezo vimekataliwa au havijawasilishwa na mashahidi 17 bila kielelezo cha kuunga mkono. Kosa la uhaini linahitaji kuthibitisha vipengele vyote. Na katika sheria, uhaini mara nyingi huhusisha nia ya kuipindua serikali au kuisaliti nchi kwa njama au kwa vitendo. Kesi inayotegemea maneno peke yake bila njama au vitendo inaweza kukabiliwa na changamoto ya kuthibitisha. Naelewa. Historia hii inatoa muktadha muhimu. Kesi za awali zilikuwa na uzito wa ushahidi wa kimwili na washtakiwa wengi. Kesi ya Lissu inaonekana tofauti sana kwa kiwango cha ushahidi kilichowasilishwa hadi sasa. Kuwa tu na mshtakiwa mmoja, hii ni tofauti kubwa sana. Kesi za uhaini za kihistoria zilihusisha vikundi au njama. Kumshtaki mtu mmoja kwa maneno peke yake ni jambo la kipekee sana. Na kesi za 1970 na 1983 zilikuwa na vielelezo vingi kuanzia 118 mpaka 225, lakini katika kesi ya Lissu video ilikataliwa na hakuna vielelezo vingine vilivyotajwa kufikia kufungwa kwa ushahidi. Sheria inahitaji msingi thabiti wa vipengele vyote vya kosa. Ikiwa ushahidi hautoshi, mahakama inaweza kuamua hakuna kesi ya kujibu. Kesi zote 5 zilizotokea katika mazingira ya mvutano wa kisiasa. Historia inaonyesha kuwa baadhi zilifikia hukumu na nyingine zilifutwa. Tarehe 21 Agosti mwaka 2026, uamuzi wa jopo la majaji utakuwa hatua muhimu. Utategemea iwapo ushahidi wa mashahidi 17 utatosha kuthibitisha vipengele vya uhaini. Na kwa ujumla, historia inatufundisha kuwa kesi za uhaini zinahitaji ushahidi thabiti. Kesi ya sasa itahukumiwa kwa misingi ya sheria na ushahidi uliowasilishwa. Ulikuwa ni uchambuzi wa kina wa historia ya kesi 5 za uhaini hapa nchini Tanzania, na tunasubiri uamuzi wa Agosti 21. Tuone, je, Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, atahukumiwa au ataendelea kuwa na kesi ambayo ya kujibu, na kwamba kesi yake itaendelea au itamalizwa siku hiyo. Je, kama haitamalizwa siku hiyo, nini sababu ya kesi yake kuendelea? Je, majaji watasema nini kitakachofanya kesi hiyo kuendelea? Tusubiri siku hiyo tuone nini kitatokea. Nadhani kila mtu ana maswali mengi na wanatamani kujua nini itakuwa hatima ya huyu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu.